ambao pengine wanatii sheria kwa kuzungumza na waandishi wa habari kwa kuzingatia sheria na katiba. Hili katazo limekaa kiujumla. Hili katazo ni batili, liko kinyume cha sheria, kwa sababu sheria zilizonukuliwa kwenye katazo hili ni sheria ambazo zinazungumza mambo mengine tofauti kabisa na hichi kilichozungumzwa hapa. Lakini imenukuliwa hapa ibara ya 30 ibara ndogo ya pili D, na yenyewe ngoja tuisome. Ibara ya 30 ibara ndogo ya pili D. Ibara ya 30 ibara ndogo ya pili inasomeka hivi: ifahamike kwamba masharti yaliyomo katika sehemu hii ya katiba hii yanayofafanua misingi ya haki, uhuru na wajibu wa binadamu hayaharamishi sheria yoyote iliyotungwa wala kuzuia sheria yoyote kutungwa au jambo lolote halali kufanywa kwa mujibu wa sheria hiyo kwa ajili ya kwa ajili ya D, kulinda sifa, haki na uhuru wa watu wengine au maisha binafsi ya watu wanaohusika katika mashauri mahakamani, kuzuia, kutoa habari za siri, kutunza heshima, mamlaka na uhuru wa mahakama. Ndio ibara ya 30 ibara ndogo ya pili D inavyosema, kwamba haijapiga marufuku wakili kuzungumza na waandishi wa habari mahakamani, lakini imesema huyo wakili atakapozungumza mahakamani na waandishi wa habari kwa kutumia ibara ya 18B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ajue kwamba haki hiyo inaweza tu ikavunjwa kwa maslahi au kwa lengo la kulinda sifa, haki na uhuru wa watu wengine au maisha binafsi ya watu wanaohusika katika mashauri mahakamani, kuzuia, kutoa habari za siri, kutunza heshima, mamlaka na uhuru wa mahakama. Sasa mimi nitarajia msajili wa Mahakama Kuu ambapo alipokuwa wakati akitoa tangazo lake ili kuwakataza mawakili wasiongee na waandishi wa habari kwenye viunga vya mahakama kwa kutumia ibara hii, atuambie ni mtu gani ambaye sifa zake, haki na uhuru wake umeathiriwa na wakili huyo husika anapozungumza na waandishi wa habari mahakamani, au ni maslahi gani ya umma yamekiukwa kwa wakili huyo kuzungumza na vyombo vya habari mahakamani, au ni uhuru gani na mamlaka gani ya mahakama vimeathiriwa na huyo wakili ambaye ameongea kinyume na utaratibu. Kwa hiyo mahakama yenyewe haiwezi kuwa mlalamikaji na mtoaji wa hukumu kwenye mambo ambayo yenyewe haihusiki. Kama kuna wakili ameongea, anaongea au ataongea katika namna ambayo imekatazwa na sheria, huyo wakili anapaswa kuchukuliwa hatua kwa yale aliyoyafanya. Mimi na uhakika mpaka sasa hivi hakuna mtu yeyote ambaye amelalamika kwenye kesi husika kwamba uhuru wake na haki yake imeathiriwa kwa wakili fulani kuzungumza na vyombo vya habari akiwa katika viunga vya mahakama za Tanzania. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu, haya mambo haya ya kutaka kufanya haki iwe inafanyika kwa siri yanaweza yakalipeleka taifa pabaya, kwa sababu kuna kanuni ya msingi kabisa ambayo inasema haki haipaswi tu kutendeka, inapaswa kuonekana inatendeka. Sasa itaonekanaje kama waandishi wa habari hawezi kupata hizo habari za mambo yanayoendelea mahakamani? Tunaficha nini mahakamani? Tunaficha nini? Lakini haiwezi ikawa ni kosa tu kwa mawakili kuzungumza na waandishi wa habari katika namna ambayo inaweza kaathiri haki, wakati ambapo kuna wadau wengine katika mnyororo wa utoaji wa haki wanazungumza na vyombo vya habari kwa mambo ambayo yanahusu haki za watu, na mahakama haitoi makatazo kama haya. Kwa sababu mahakama kwa mujibu wa ibara 107A kubwa ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Tanzania, mahakama ndio mlinzi wa haki, custodian of justice. Nitawapa mfano hapa. Kila mtu chini ya ibara ya 13 ibara ndogo ya 6B ya Katiba ya Tanzania anahesabika hana hatia mpaka pale atakapotiwa hatiani kwa taratibu ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria. Lakini ni mara nyingi tumezoea kuwaona makamanda wa polisi wa mikoa mbalimbali wanawakamata watu, wanawaleta mbele ya kamera za vyombo vya habari
na wanautangazia umma kwamba wamekamata wahalifu, wakati watu hao bado hata hawajafikishwa mahakamani, na kesi za jinai msingi wake ni unaanzia polisi, mahakama haioni kama hiyo ni kasoro. Yani mtu anakamatwa ni very innocent, analetwa kwenye kamera, kamanda wa polisi anatuambia tumekamata majambazi haya hapa. Hiyo kauli ya huyo kamanda kusema wamekamata majambazi tayari inaathiri mwenendo wa kesi itakao kwenda kufunguliwa mahakamani, kwa sababu tayari mahakama, kama kweli mahakama wewe inaangaliaga vyombo vya habari, itakuwa imetengeneza picha kichwani kwamba hawa tayari ni majambazi kwa sababu kamanda fulani wa polisi wa mkoa fulani ameshawaita hawa ni majambazi. Kwa hiyo kama tunataka kulinda uhuru wa mahakama, kama tunataka kulinda mienendo ya kesi zinazoendelea mahakamani, tabia hii isipigwe marufuku kwa mawakili tu. Kama itakuwa kweli ni sahihi kufanya hivyo, tupige marufuku na mapolisi wasio wanaongelea mambo hayo ya kuwaita watu ni wahalifu wakati ambapo watu hao bado ni watuhumiwa tu, na kwamba mashtaka yao yanapaswa kupelekwa mahakamani ili mahakama ndio iende kaone kama watu ni majambazi kweli au sio. Hii tabia inakera sana. Ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Tanzania imepiga marufuku kuweka utaratibu wowote au kutunga sheria yoyote au kanuni yoyote ambayo ni ya kibaguzi. Huu utaratibu ambao msajili wa mahakama amekuja nao ni utaratibu wa kibaguzi huu, kwamba kwenye mnyororo wa haki ambao mawakili ni sehemu ya mnyororo huo ndio wanapigwa marufuku kuongea na vyombo vya habari, ila wadau wengine kwenye mnyororo huo wa utoaji haki ambao mahakama ndio mlinzi mkuu wa haki za watu wengine hao wanaruhusiwa kuongea na vyombo vya habari huko walipo, katika namna ambayo inaathiri kesi, katika namna ambayo pengine inaweza katafsirika kama wao wanavyotafsiri inaingilia uhuru wa mahakama. Mahakama inapaswa kuwa refarii kwenye mashauri yaliyoko mahakamani. Na mimi nadhani hasa katika mashauri ya jinai ambao tuna uzoefu kabisa wa watu kubambikiziwa kesi. Zipo kesi hapa na Rais Samia Suluhu Hassan ni shahidi wa hili na amekuwa akilikemea watu wasibambikiziwe kesi. DPP anapeleka kesi anawabambikizia watu. Alafu kesi zikifika mahakamani zikianza kuripotiwa kwenye vyombo vya habari, wanaanza kutafuta visingizio kwamba watu wasiongee na vyombo vya habari. Kama ambavyo watu walifahamishwa mwanzoni kabisa wa mchakato wa mashtaka wa kesi fulani ambayo iko mahakamani leo kupitia makamanda wa polisi, jamii inayo haki ya kujua muendelezo wa hizo tuhuma. Mnasema Wendi katakatisha fedha, kaiba hela sivili nani. Mnapeleka kesi mahakamani kule mnataka tufanye kesi kama vile wale wachawi ambao huwa wanawanga usiku wakati watu wengine wamelala. Hilo jambo halikubaliki. Kesi za jinai zinapaswa kuendeshwa hadharani, watu waje waone. Si umepeleka kesi mwenyewe bana, kwani kuna mtu alikulazimisha umshtaki mtu? Lakini hivi vifungu vya sheria vilivyonukuliwa hapa kwamba ndio msingi wa katazo hili na vifungu hivyo vinatoa uhalali kwa katazo hili kuonekana kwamba ni jambo halali, hivi vifungu havizungumzi hayo mambo. Kwa hiyo watu wache na uhuru wetu wa kuzungumza na vyombo vya habari, na itakapotokea mimi au mtu mwingine ambaye anataka kuzungumza na waandishi wa habari kafanya kosa, huyo mtu ashtakiwe. Kamati ya maadili ipo. Mimi mwenyewe nimeshawahi kumpeleka jaji kwa utovu wa nidhamu, kwa utovu wa maadili. Jaji nimempeleka jaji mahakamani kwenye kamati ya maadili ya majaji kwa kutokuwa na nidhamu huyo jaji, na kumbukumbu zipo. Kwa hiyo hii katazo kuwakumbusha kila siku mawakili kama vile mawakili ndio hawana maadili, hili ni jambo pia ambalo halikubaliki. Swala la maadili katika utoaji wa haki linapaswa kuzingatiwa na wadau wote: majaji, wasajili, mahakimu, mawakili wa kujitegemea, mawakili wa serikali, mapolisi, askari magereza, waandishi wa habari na mtu mwingine yeyote yule ambaye anahusika kwenye masuala haya ya utoaji haki za watu. Lakini utaona msisitizo kila siku unawekwa kwa mawakili wa kujitegemea. Hivi niwaulize swali ndugu zangu wa Tanzania, kubambikizia kesi mtu ni maadili hayo? Hakimu kupokea rushwa ni maadili hayo? Jaji kumfokea wakili mahakamani na kumuita majina sijui harakati vitu gani ni maadili hayo? Swala la maadili ni mtambuka, linamgusa kila mdau anayehusika kwenye utawala wa sheria. Na mimi sioni namna yoyote ile ambayo mahakama inaathirika kwa watu kuzungumza mambo yanayoendelea mahakamani. Ndio maana mahakama yenyewe ina TV yake, online TV inayo mahakama hiyo TV, kwamba habalisha watu mambo yanayoendelea mahakamani. Sasa haiwezi ikawa ni halali mahakama kuwa na TV yake
inawahabarisha watu mambo ambayo yanatokea mahakamani, lakini mtindo huo ukitumika kwa ajili ya kesi na hasa zile zinazomhusu DPP, ndio inaonekana ni kosa. DPP anao wajibu wa kuthibitisha mashtaka ya jinai mahakamani dhidi ya anaowashtaki, tena kwa kiwango ambacho hakiachi shaka. Kwa kiwango ambacho hakiachi shaka. Kwa hiyo yoyote ambaye mimi nataka kunijibu, yeye aje anijibu tu kwamba hizi kanuni na hizi sheria zilizonukuliwa hapa, hizi ibara za katiba, ni wapi zimetaja kwamba wakili haruhusiwi kuongea na waandishi wa habari anapokuwa ipo katika viunga vya mahakama. Aniambie ni wapi categorically imezungumzwa hivyo. Lakini vinginevyo mimi naona ni kama kutaka tu kushusha heshima ya mahakama, ionekane mahakama na yenyewe inacheza mziki wa wale wasiotaka haki. Ibara ya 18B ya katiba ya Tanzania imetoa mamlaka na haki kwa watu wote kutafuta habari, kupata habari na kutoa habari, hata kama ni za mahakamani, hata kama ni za Ikulu, hata kama ni za bungeni, hata kama ni za chuoni. Watu watafute habari watoe. Na kwa kuheshimu takwa hilo la kikatiba, ndio maana serikali ikaanzisha mahususi kabisa Wizara ya Habari. Wizara ya Habari kwa ajili ya kuwezesha takwa hili la kikatiba liweze kutekelezeka kwa ufanisi mkubwa. Yaani ukisoma hili tangazo unaona kabisa hili tangazo limewalenga watu fulani ambao ni wazungumzaji wazuri sana kwenye vyombo vya habari, na limelenga kudhibiti, kufichua udhaifu wa hicho kinachoitwaga ni kesi ziko mahakamani, wakati kesi zenyewe kimsingi hazithibitiki huko mahakamani. Nyie wenyewe ni mashahidi hapa. Freeman Mbowe si aliambiwa ni gaidi? Hiyo kesi ilithibitika. Ilithibitika. Lakini katika kutekeleza hayo matakwa hayo ya ibara ya 18D ya katiba ya Tanzania, Mahakama Kuu ya Tanzania ambayo leo inatoa hili tangazo, Mahakama Kuu ya Tanzania, kwa sababu Mahakama Kuu ya Tanzania ni moja tu, imeundwa chini ya ibara ya 108 ya katiba ya Tanzania. Mahakama Kuu ya Tanzania kwenye kesi ya Jamhuri dhidi ya Freeman Mbowe, Jamhuri dhidi ya Freeman Mbowe, Mahakama Kuu ya Tanzania chini ya jaji wakati huo Dr. Mustafa Siani iliruhusu mwenendo wa kesi ya Freeman Mbowe utolewe mubashara na vyombo vya habari. Narudia, Mahakama Kuu ya Tanzania, hapa si wanasema tusizungumzie mambo yanayohusu mienendo ya kesi mahakamani. Mahakama Kuu ya Tanzania kwenye kesi ya Jamhuri dhidi ya Freeman Aikaeli Mbowe, Jaji Mustafa Siani aliruhusu vyombo vya habari na mitandao ya kijamii virushe mubashara kesi hiyo, na ilifanyika hivyo. Leo unakuja kutuambia tusiongee na waandishi wa habari mambo yanayohusu mahakama, haki za watu. Mtu anashtakiwa kwa makosa makubwa kabisa ambayo hayana dhamana, amekaa magereza miaka 10, miaka 8, miaka 20, amezalia jela. Hutaki watu wajue kwa kulinda udhaifu wanaoendesha mashtaka. Sisi tutazungumza hii mambo ndani ya mahakama na nje ya mahakama, tutazungumza. Na tuko tayari kwa hatua zozote zile ambazo mahakama itaona inafaa kuzichukua dhidi yetu, ichukue hizo hatua. Sisi tunasimama na wananchi. Wananchi wana haki ya kujua hayo mashtaka, hizo kesi zinaendeshwaje. Lakini ibara 107B kubwa ya katiba ya Tanzania imeitaka mahakama inapoendesha shughuli zake za utoaji haki isizingatie mitandao ya kijamii, izingatie katiba na sheria. Jaji au hakimu anapata wapi muda wa kwenda kuangalia mitandao ya kijamii wakati kesi zinaendelea mahakamani? Ndiyo maana ukisoma vizuri sheria hizi zilizonukuliwa hapa, zinatoa nafasi kwa mtu yoyote kama anaona anaathirika na vitendo vya wakili yoyote, apeleke malalamiko hayo kwenye mamlaka ambazo zimeanzishwa kisheria ili haki yake iweze kupatikana. Haijawahi kutokea jaji yuko mahakamani alafu jaji huyo akajua yanayoendelea kwenye mtandao. Basi atakuwa azingatii matakwa ya sheria. Hakimu yuko mahakamani anasikiliza kesi, kumbe wakati huo anasikiliza mtandaoni wanazungumza nini, au chombo gani cha habari kinazungumza nini. Hilo ni jambo ambalo limepigwa marufuku na ibara 107B kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mahakama ijikite kwenye yale ambayo yako ndani ya mamlaka yake. Mambo hayo ni ya utoaji haki, kulinda haki za watu. Ni jambo ambalo linatia huruma sana, yani huruma mno.
Watu walitarajia kwamba mahakamani ndio sehemu sasa wajiachie, wapate haki, kujua yanayoendelea. Wewe hata ukiongea maneno gani, jaji asikie hayo maneno. Jaji yuko mahakamani, yeye anaangalia katiba, anaangalia sheria. Hakuna namna unaweza kumshawishi jaji kupitia chombo cha habari ili aweze kumfunga au kumwachia mtu. Hakuna namna hiyo. Hata huyo jaji amekatazwa kufanya hivyo. Kwa hiyo unaposema kwamba unaingilia uhuru wa mahakama kwa kuongea na chombo cha habari kesi iliyoko mahakamani, mimi nadhani ni tafsiri potofu. Ni tafsiri potofu kwa sababu huyo jaji wala hajui yuko nyewe mnaongea nini. Na wala mimi sijawahi kuona tangu nimezaliwa. Tangu nimezaliwa sijawahi kuona hukumu yoyote ya mahakama inayosema kwamba huyu mtu anafungwa kutokana na gazeti fulani liliandika habari fulani, jaji akashawishika. Lakini ili kuthibitisha hadi ninayosema, sisi mawakili tunapokuwa tuko mahakamani, ukisimama wakili, ukisimama ukaiomba mahakama ikupe jambo fulani, ikupe haki fulani, usipotaja kifungu cha sheria, mahakama haiwezi kukupa hicho unachokiomba. Kwa hiyo kumbe tunakubaliana hapa kwamba mahakama ili iwezi kutenda haki inategemea na sheria ambayo wewe muombaji unaitumia kuiomba mahakama ikupe hiyo haki. Sasa chombo cha habari sio kifungu cha sheria. Mtandao wa Twitter, sijui mtandao wa Instagram, mtandao wa Facebook sio kifungu cha sheria ambacho jaji anapaswa kukizingatia kutoa haki. Kwa unapotuambia kwamba tukiongea na vyombo vya habari eti inamuathiri jaji kule kwenye kutoa maamuzi, jaji wala hayupo kwenye hiyo mitandao. Hayupo. Mimi sijawahi kumuona jaji yote yuko mtandaoni. Sijawahi kumuona jaji yote yuko mtandaoni, wala mimi sijawahi kumuona jaji yote anaandika hukumu kwa kuzingatia gazeti la Mwananchi au la Nipashe. Sijawahi kumuona jaji anaandika hukumu kwa kuzingatia taarifa ya habari ya ITV au Azam. Sijawahi. Hukumu zote ambazo mimi nazisoma, na ndivyo inavyopaswa kuwa, ni majaji na mahakimu kutoa hukumu hizo kwa kuzingatia katiba na sheria. Kwa hiyo kwa kuzungumza haya, ninaamini kabisa mahakama itaelewa, na yeyote ambaye anataka kuitumia mahakama kuzuia haki za watu wengine akome, aache hayo mambo. Tukutane mahakamani, tuendeshe kesi, na hizo kesi hazijaanza leo kuripotiwa na vyombo vya habari. Nimetoa mfano hapa kesi ya Freeman Mbowe. Lakini kuna kesi ya Tundu Antipas Lissu pale, Jamhuri dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Kesi hiyo inarushwa mitandaoni. Huwezi kusikia watu wanalalamika. Huwezi kusikia watu wanalalamika. Watu wajue si makesi makubwa mnataka nyewe wenyewe, na mmenyima dhamana kwa watu kupata dhamana wanapokuwa wameshtakiwa na hizo kesi. Mnaogopa nini? Mnaogopa aibu. Kama mnaogopa aibu ya kwamba watu wasijue kinachoendelea mahakamani, msiwabambikizie watu kesi. Msiwabambikizie watu kesi. Lakini kwenye kesi za jinai ikumbukwe tu kwamba na izingatiwe kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinasema kesi zote za jinai zinapaswa kuendeshwa kwenye mahakama ya wazi. Na mimi mara kadhaa nimekuwa nikisema kwamba kesi hizi kubwa kubwa, kwa nini zisiwe zinaendeshwa pale kwenye uwanja wa Uhuru? Alafu watu wakaingia bure kuja kusikiliza, waone huyo muhaini ni nani, alifanyaje huo uhaini. Ndio maslahi ya umma yanalindwa kwa namna hiyo. Maslahi ya umma hayalindwi kwa kuzuia watu kutokuongea na waandishi wa habari. Na msajili wa mahakama kuu kama yeye anaamini, kama anaamini msajili wa mahakama kuu kwamba anaathirika kwa mimi kuongea na waandishi wa habari pale mahakamani, anipeleke kamati ya maadili ya mawakili akanishtaki huko. Na sisi hatutegemei uwakili kupigania haki za watu. Sisi tumeteseka sana. Mimi nimekaa gerezani miaka 2 kwa kesi ya uongo. Uongo kabisa ambao ulikuja kudhibitika mahakamani. Sasa kama mimi wakili naweza nikashtakiwa kwa kesi ya uongo nikateseka magereza miaka 2, wewe mtu ambaye sio wakili ambaye hujui sheria, unadhani hawa wanaweza wakakutendea au wakakulindia haki yako kwa namna gani? Haya mambo yanakera sana. Huyu anayetoa hili tangazo, mwanae hajawahi kushtakiwa, mwanae hajawahi kuwekwa jela, yeye mwenyewe hajawahi kushtakiwa, wala mkewe wala nani. Ndio maana wanaona kila kitu tunachokifanya sisi ni harakati. Sisi hatutaki mabaya